ukiangalia na kitu nilichokifanya nilitegemea kupata pongezi kutoka kwa wenzangu, lakini baadhi wamekubali, walio wachache wanachukia kuona kwamba Nabii Meja anakwenda kuwa mkubwa sasa, anaenda kufahamika kwa sababu kumkusanya GB 64, pasi milioni, mchungaji wa Simba, huku official mume, huku umemkusanya sijui Machili Yanga, umemkusanya Captain Kizinga, alafu kaweka kitu kimoja ukamchukua mtu kama mwenezi wa Azam, ukamchukua yule bosi mchezaji wa Azam, ukaunganisha mkaongea lugha moja, si kitu chepesi kwa sababu walishajaribu watu wengi sana kufanya hivyo, lakini jambo likafeli. Amekuja Nabii Meja, shabiki wa maajabu, amekuja kuunganisha watu, tunazungumza lugha moja, alafu ukiangalia watu wanaopiga kelele ni watu waliokuwa nje ya umoja. Tulikuwa ndani ya umoja hatupigi kelele kwa sababu sisi katika umoja wetu, maana yake mpaka sasa hivi tuna wanachama 100. Ndani ya wanachama hao 100 hakuna anayepiga kelele hata mmoja. Wanaopiga kelele ni wale waliokuwa nje kwa sababu wanaona kwamba na wengi wao tumewatoa baada ya kuwaona ni masnitch. Sababu ni watu ambao wamekuja kutuletea chokochoko kwenye umoja wetu. Kwa hiyo tumeamua kuwaengua ili tubaki na cream ile ambayo watu tunaenda tunazungumza lugha moja. Sasa hiyo ndio chuki ilipoanzia hapo.